Pablo uko wapi? Upo nje ya geti? Sawa, mimi nimeshaweka mzigo tayari kwenye ua hili la mkono wa kulia, ua la kwanza. Sawa, hakikisha unaingia sasa hivi, nafungua geti. Sawa. Dada. Vipi Leticia, mbona nimeshakukataza kuniita kwa makelele kiasi hicho? Kuna shida gani tena? Hamna shida yoyote dada. Lakini nilikuwa nakuomba ruhusa. Baadaye nitaenda saluni nikaoshe nywele. Kwa sababu nywele zangu yani zimechafuka. Zinawasha muda mwingi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba niende nikaoshe. Ukaoshe nywele? Kivipi yani? Vipi kuhusu majukumu yako humu ndani? Umeshamaliza? Kazi zote umeshamaliza humu ndani? Ndio dada. Kazi zote nimeshafanya. Leo nimeamka mapema sana. Nimefua, nimepika, nimefanya kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa, ndio maana nimekuja kukuomba ruhusa. Na hata kama nikienda pia sichelewi kurudi kwa sababu naenda saluni ya pale barabarani. Leticia, naomba unisikilize kwa makini. Mimi naona kabisa majukumu yako mengine hujamalizana nayo. Sijui unanielewa vizuri. Kule garden hujamalizana napo, alafu unasingizia hapo umeshamalizana napo. Saa ngapi umemaliza? Halafu kuna faida gani ya wewe kwenda kuosha nywele? Kwani umekuja kuosha nywele hapa ndani kwangu? Na hapa nyumbani anabaki nani sasa kama utaenda kuosha nywele? Au mwenzetu una hela sana siku hizi? Hapana. Pesa ya kuosha nywele ni kidogo tu. Mimi nilikuwa nakuomba dada niende. Tafadhali naomba usinizuie. Nisikilize. Kule ndani kuna maji mengi tu. Sio maji tu, mpaka sabuni za unga kule store zimejaa. Kwa chukua beseni kakinge maji pale, osha nywele zako. Mambo ya kwenda barabarani sitaki. Umenielewa? Halafu, unaosha hizo nywele unataka umtege nani humu ndani? Au nani akuone naona nywele? Au umekuja kwenye maonyesho mwenzetu tunataka uoshe na nywele tukuone basi kama una nywele na wewe? Hapana dada, simtegi mtu yoyote. Lakini ni kawaida tu ya mabinti kama mimi umri wangu kuosha nywele, kujiweka sawa. Na ndio maana nilikuwa nataka niende nikazioshe. Kwa sababu ukikaa muda mrefu zinachafuka, zinatengeneza uchafu, pia zinakuwa zinatoa harufu mbaya. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba niende. Alafu dada, unajua kabisa kuwa sabuni ya unga wewe ina tabia kukata nywele. Kwa hiyo nikiitumia kama kuoshea nywele, lazima nywele zangu zitakatika. Nilikuwa nakuomba tu niende mara moja saluni kwa sababu ndo naenda tu ni mara ya kwanza na sitochelewa kurudi. Kumbe na wewe ni binti. Kwani kuna hasara gani ya wewe nywele zako zikikatika? Kutwa nzima zimefungwa kwenye hilo likambashio swili nini hilo. Zimefungwa kutwa nzima. Haya mwenzetu, zikikatika zina hasara gani? Au unataka tuonyeshe sasa kuwa naona nywele? Kwa nywele gani ulizonazo? Nimeshakwambia sitaki utoke. Sitaki. Mara 3. Hakikisha unakuwa hapa ndani, mimi natoka. Vipi hapa? Mbona nasikia sitaki? Kuna tatizo gani kwani? Shemeji, nilikuwa najaribu kumwomba ruhusa dada niende pale saluni nikaoshe nywele. Ndio alikuwa anakataa. Ukaoshe nywele afu anakataa? Kwa nini anakataa usiende kuosha nywele? Akati ni haki ya msingi kwa kila mtoto wa kike kwenda kusafisha nywele zake. Au haujamaliza kazi zako? Hapana, kazi zote nimefanya kwa sababu leo mimi nimeamka mapema sana. Kwa hiyo kila kitu kipo sawa, ndio maana nilikuwa namwaga niende. Sasa kama umemaliza kazi, kuna haja gani ya wewe kuziwiliwa kwenda saluni? Ilikuwa ni haki ya msingi ya mtoto wa kike kwenda saluni. Kwa nini unamkataza? Mume wangu, huyu kazi hajamaliza. Anasingizia tu hapa ndani kuna kazi kibao hajazimaliza. Afu hapa anakuja anasema amemaliza. Ili mradi tu aenda kazurule huko barabarani, arudi amechelewa aanze kuhangaika na hizo kazi za humu ndani. Na isitoshe, atalinda nani sasa hii nyumba hapa ndani? Maana mimi natoka. Mke wangu, unajua unanishangaza sana. Najua unafahamu fika kuwa nywele za watoto wa kike huwa zinaoshwa saluni na vifaa maalum.
Na humu ndani vifaa vyote ambavyo vimo ni vile ambavyo ulikuwa unatumia wewe kipindi hujakata nywele zako. Na ninaelewa fika hauwezi ukamruhusu atumie vifaa vyako. Sasa yeye kakwambia amemaliza kazi zote, anataka kwenda kusafisha nywele zake. Wewe unamwambia akasafishe na sabuni ya unga. Ni halali kweli? Mimi sidhani kama kuna usawa hapo. Kwa sababu umesema umemaliza kazi zako, naomba uende ukajiandae. Uende ukasafishe hizo nywele. Hakikisha unarudi mapema. Ila kitu ambacho sitotamani kuona unaenda na hizo nguo zako za kazi. Nenda kavae nguo zako za kawaida kabisa, nenda saluni, osha nywele, maliza, rudi uendelee na majukumu yako. Sawa? Na kuhusu hapa nyumbani mmesema kwamba sio kuangalia nyumba sio nini, mimi nipo. Na muda wote nilikuwa hapo around tu. Leo sitotoka kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaenda. Sawa shemeji. Asante sana shemeji. Basi sawa. Mke wangu, mwacha kasafishe nywele binti wa watu. Hivi Kanoni, wewe unajielewa kweli? Hivi uko serious? Yaani mimi nimekuomba 300,000 alafu unanipa 1,500,000? Ndio maana mimi sitaki kabisa kuwa kwenye mahusiano na wewe. Nina wasiwasi sana. Yaani ndio kwanza bado hata sijakuruhusu tuwe kwenye mahusiano. Unanionyesha ubabaifu. Je, siku nikikuruhusu tuwe kwenye mahusiano utaweza kuhandle kweli mahitaji yangu? Jeni mpenzi wangu, unafahamu fika, jana tumezunguka kila benki ambayo iko around maeneo yetu. Kila ATM system zilikuwa zinazingua na network ilikuwa inazingua sana. Na vivyo hivyo mpaka sasa hivi network inazingua. Na ndio maana nimekwambia hiyo pesa mimi nitakumalizia jioni. Kwa hiyo mpenzi wangu, haupaswi kabisa kunilaumu. Na hata hivyo, inabidi tuende sehemu ambayo imetulia kidogo tukazungumze. Unaona jinsi ambavyo hauna haya kabisa. Yaani bado unanizungusha, unanionyesha ubabaifu wako. Hauna uaminifu kabisa Kanoni. Halafu nataka tena tuende sehemu tukaongee mimi na wewe. Tukaongee nini hasa? Tukaongee nini? Mpenzi wangu, shida yako ndio hiyo. Upende kabisa kunisikiliza. Upendi. Habari yako dada? Salama. Kanoni, habari yako? Mimi niko salama. Na hata hivyo, mbona kama vile haupo kwenye mazingira yako ya kazi? Unaelekea wapi? Mimi naelekea pale saluni naenda kutengeneza nywele. Oh, sawa. Sema tu umependeza kweli leo. Asante sana Kanoni. Na mbona umetutenga sana siku hizi uji nyumbani? Amna, sijawatenga bwana. Mbona nilikuwa hapo juzi tu. Nilikuja pale nimekaa sana. Sema tukuonana. Kweli? Yeah. Basi sawa. Naombeni mimi niwaache ili kusudi muendelee na mazungumzo. Na mimi niwahi saluni kusudi niwahi nyumbani. Si unajua nyumbani nakuaga na majukumu mengi. Okay. Basi hamna shida. Basi sawa kwa Elini. Okay, bye. Bye. Dada bye. Unaona ulivyojaa umalaya kijana. Yaani kumbe mtaa mzima huu wote unajuana nao. Cheki unavyomshangaa huyo dada. Kama unamtaka simfuate. Mpenzi wangu, usiwe hivyo bwana. Sasa mimi unadhani mimi naweza nikaanza kuwa na mahusiano na kila mtu hapa mtaani? Siwezi kuwa hivyo. Na ukizingatia hata hivyo, huu ni dada wa kazi wa rafiki yangu. Na ndio maana tumeonana hapa. Kanichangamkie inabidi tusalimiane na huo ndio ustaarabu. Wewe, kwenda huko. Hata ukisema ni mpenzi wako, kwani mimi nitafanya nini? Sikufanyi chochote. Mimi na wewe hatuna mahusiano. Kwa hata ukisema ni mpenzi wako, mimi naridhia. Mpenzi wangu, tocha na hilo. Kwa vipi? Hiyo sehemu tunaenda ama twende? Kanoni, naomba usinichanganyie habari. Nina haraka zangu, sawa? Halafu naomba usinitafute. Kama hiyo pesa haijakamilika, achana na mimi. Jeni. Wewe Jeni wewe. Mbona kwa hivyo? Vipi shoga yangu Janeti? Vipi kuhusu ule mpango? Mbona umekaa kimya au ushamaliza kazi? Tami bwana.
Siku zote ukimwona Kobe kainama, basi ujue anatunga sheria. Na mimi ndo Kobe mwenyewe sasa. Siwezi kukubali kushindwa kirahisi au kuachana na hii plani kizembe tu namna hii. Nipo bado napanga mipango. Nipo naweka plani zangu sawa ili nijue naanzia wapi. Lakini asingekuwa huyu dada wa kazi ningekuwa nishafanikisha kitambo sana. Yeye ndio chanzo cha mimi kuwa na feli kila plani zangu. Kama Mtupa alivyoniambia mara ya kwanza, yeye ndo alikuwa chanzo cha mimi kufeli. Maana asingekuwa yeye, mimi ningekuwa nishafanikisha mpango wangu kitambo sana na kila kitu kingekuwa chini yangu. Kwa hiyo sasa siwezi kukubali kuachana na hii plani. Inatakiwa nihakikishe mpango ambao nilikuwa nimeupanga mara ya kwanza, kuwa kila kitu kinatakiwa kiwe cha kwangu, ni lazima kiwe cha kwangu. Sijui tunaelewana? Na kitu kingine, nina plani moja. Hiyo ni bonge moja la plani. Yaani hilo ni 100%. Lazima niwini. Na siwezi kukubali kabisa kufelishwa na mtu aina yoyote. Sawa. Vipi kuhusu mpango wako? Mpango wako ni nini? Tami, mpango wangu upo na utaujua. Lakini siwezi kukuambia mazingira kama haya. Nadhani ingekuwa nzuri zaidi au ingependeza zaidi kama tungeweza kutafuta sehemu ambayo tutakuwa wenyewe na itakuwa sehemu salama zaidi. Ningeweza kukuambia mpango wangu, lakini sio hapa. Itabidi tutafute hiyo sehemu. Tumeelewana? Sawa rafiki yangu. Mimi ninachoona huyu binti hataki kufumbia macho kabisa. Yaani anatakiwa tumpelekeshe huko ndani asikae kwa amani, ateseke, jasho limtoke hadi mwenyewe amue kuondoka. Sijui unaelewa? Nalijua sana tu na naelewa sana tu kuhusu hilo. Siwezi kukubali aishi kwa amani kwenye hii nyumba yangu. Siwezi sema kwamba eti nitamfukuza. Siwezi kumfukuza kwa sababu kuna baadhi ya majukumu humu ndani mimi siwezi kabisa kufanya. Tena ni mengi tu. Kwa hiyo atabaki hapa, atafanya kazi zangu zote. Ila sasa ataishi kwa machungu kwenye hii nyumba ambayo hajawahi kuyaona sehemu yoyote, kwa maumivu, kwa mateso ambayo hajawahi kuyaona sehemu ya aina yoyote, hata kwenye movie. Na atajuta kuijua hii nyumba. Nitahakikisha nalipa kisasi kwa design hiyo. Kila kitu ambacho amekifelisha nitahakikisha nakilipia kwa maumivu na machungu. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye hawezagi hata kupitisha mwezi mmoja bila kudai pesa yake. Sasa humo na mimi nitamnyoosha. Unakumbuka hata kile kipindi ambacho anakuja anaanza kuimba happy birthday mpaka hadi akanifunika ndoo. Unakumbuka? Ya, nakumbuka. Hivi alishindwa kutofautisha kuhusu mimi na wewe? Au haujui kwamba mimi nimesuka na wewe haujasuka? Au kuna kitu kinaendelea? Au unaonaje hapo? Ya. Hata mimi nafikiria hivyo. Lakini ni lazima nitumie akili sana katika kupanga vitu vyangu. Kwa sababu kila kitu kinahitaji akili ili ufanikishe. Ukisema uende tu kizembe, kila kitu lazima kiende down. Sio, unanielewa? Na kitu kingine, mimi kama mwanamke niliyekamilika, mwanamke na ngai wanasema wenyewe, ni lazima nihakikishe kila kitu kinakuwa kwenye mikono yangu. Kila kitu ambacho nimekipanga. Ila rafiki yangu, kuwa makini sana. Unakumbuka ushikuniambia kwamba binti ashikumvulia mume wako chupi? Naomba kuwa makini kwa hili. Sije ukaja kujutia baadaye. Yeah. Nipo makini sana, hata usijali kuhusu hilo. Anyway, Leticia! Joe! Abe dada. Leticia, vipi? Chakula tayari? Ndio nimeivisha chakula, lakini bado mboga. Jamani. Kwani ulikuwa unafanya nini muda wote? Ulikuwa umekaa tu huko jikoni au? Hapana dada. Mboga nimeitoa kwenye friji, ilikuwa imeganda. Kwa hiyo ikabidi nianzie chakula. Kwa hiyo imeganduka sio muda ndo nimeibandika. Yaani wewe binti jamani. Hivi unajua unanivuruga sana. Ina maana muda wote ambao tumekaa hapa hujapika chakula. Kwani hiyo mboga unaichemsha mpaka saa ngapi jamani? Au mpaka masaa 10 labda aishe ndio hivi? Hivi unajua kwa tuna njaa mimi na rafiki yangu? Dada najua, lakini bado kidogo tu itakuwa imeiva.
Kwa hata msijali. Hivi unajua tuna njaa mimi na mgeni wangu. Haya, nenda kapike haraka. Maana nataka nije nile na rafiki yangu. Basi sawa, hamna shida. Leticia! Leti! Abe! Njoo. Abe, nishamaliza kula kule ndani. Na rafiki yangu pia akaenda kuoga. Kwa hiyo naomba uende ukatoe vile vyombo pale mezani na pia usafishe. Tami, unajua mimi nilijua kwa sababu wewe na Madam Janeti mnakula. Nilijua mkimaliza kula utatoa vyombo. Ndio maana mimi nikaondoka nikaenda kule nyuma nikaendelea na mambo mengine. Sasa nawezaje kwenda kuingia ndani kutoa vyombo? Naomba basi ukanisaidia kuvitoa afu mimi nitakuja kufanya usafi. Wewe unasemaje? Nimekwambia hivi. Nenda katoe vile vyombo pale na usafishe pale chini. Wewe uelewi au? Kwa hiyo unavyoniangalia mimi nina haja kwenda kutoa vile vyombo pale au kusafisha pale mezani. Nimekuambia hivi, naomba uende ukasafishe pale mezani na utoe na vile vyombo. Sijui umenielewa? Lakini Tami, niangalie jinsi nilivyochafuka. Nawezaje kuingia ndani? Si nitachafua ndani. Nenda kanisaidie tu kuvitoa. Mimi nikimalizana kule nje nikanao nitakuja kufanya usafi. Mbona mnanifanyia hivyo jamani? Si ni kitendo tu cha kuchukua vyombo kaviweka pale pembeni. Kwani kuna shida gani jamani? Kuchafuka kwako mimi hakunihusu. Nimekwambia katoe vile vyombo. Kwanza mimi sina haja ya kutoa vile vyombo. Leticia, naomba ndo katoe vile vyombo. Kwanza unavyoniangalia mimi nina haja ya kwenda kutoa vile vyombo. Unavyomuona dada yako ni kama unavyoniona tu mimi. Kwa hiyo nina haja ya kukutuma chochote kile. Naomba uende katoe vile vyombo. Sijui unanielewa. By the way na kingine nimekumbuka. Naomba uende kaniletee maji ya kunywa. Nilikuwa niko busy sana naongea na simu. Kwa hiyo nimesahau kunywa maji. Naomba kaniletee glasi ya maji, nina kiu sana. Fanya haraka. Tami, maji si yalikuwa mezani? Nimeandaa chakula nimetia pale maji. Wewe umeshindwa nini kunywa maji? Yaani umeshindwa kunywa maji na maji na yenyewe nikakuletee. Hapana bana, usinifanyie hivyo. Na mimi mwenyewe ni binadamu nachoka. Si ukanywa maji tu jamani, mpaka uniagize mimi. Leti, nimekwambia nilikuwa naongea na simu lakini mbona unakuwa hivyo? Naomba ndo kaniletee maji lakini. Nenda kaniletee maji, nina kiu. Nenda bana. Leticia. Usiende. Alafu Tami, wewe ulikuwa ndani kule. Umeshindwa nini kunywa maji kule ndani mpaka msumbue mdada watu huku nje anafanya shughuli zake? We happy wewe. Wewe unaongea kama nani? Wewe kama nani nakuuliza? Najua unanijua vizuri mimi ni nani. Alafu nimewasikia kwa muda mrefu sana. Unamwagiza katoe vyombo, mara kuletee maji, wakati ulikuwa unakula mwenyewe huko ndani. Kwani Tami, ungevitoa vile vyombo ungepungukiwa nini? Usikilize Leticia. Kaendelea na shughuli zako. Alafu vyombo nitatoa mimi mwenyewe na kusafisha. Asante dada. Mungu akubariki. Na wewe kuhusu maji kajifuatie mwenyewe. Leticia, nenda. Asante dada. Tami, sijapendezwa na tabia yako. Unaweza kuongea haraka na kusikiliza. Kindege. Vipi mpenzi wangu? Mbona kama hivyo mzee? Kama hivyo kuhusu nini? Naomba unisikilize Kichi. Yaani mpaka unaniona nipo na wewe hapa. Yaani nakusikiza unachotaka kukizungumza hapa. Ni kwa sababu nimekuheshimu tu. Ni vile wengine tumelelewa mazingira ya kuheshimu kila mtu. Ila haikutakiwa niwe hata na namba yako ya simu. Kwa unaweza kaongea haraka haraka, nahitaji kwenda.
Tatizo lako mpenzi wangu, unapenda sana kukasirika, yani unapenda sana kutumia hasira kuliko hata kunisikiliza. Mbona hata mahakamani kuna nafasi ya mtu wa kujielezea na nafasi ya kujitetea? Nisikilize basi mpenzi wangu. Kwani unataka kunisikiliza? Ni kwa nini unapenda sana kunikasirikia mama yangu? Wewe, sina na kusikiliza au? Basi sawa, ipo hivi. Unajua mara mwisho ulipokuja pale nyumbani na ulivyoondoka kwa hasira, tatizo lako ulikuwa hata hujanielewa mama yangu. Lakini ungenielewa, basi hata hizo hasira zisingekuwepo sasa hivi mama yangu. Unajua, leo ulipokuwa unakuja nikamwita pale jirani yangu nikamwambia, leo nataka nimfanyie prank mpenzi wangu nione kama kweli ananipenda. Kwa hiyo ulipofika pale wewe ulikuwa hujaelewa mchoro ule ulikuwa prank mpenzi wangu, wala pale hakuna uhalisia wote ule. Prank? Prank gani hiyo? Prank ni michezo fulani hivi inafanyika kwenye mitandao ya kijamii kama TikTok, Facebook, Instagram na hata YouTube. Kwa na mimi pale nikasema jirani yangu njoo mimi nije nimfanyie prank mpenzi wangu tuone kama kweli ananipenda. Lakini mimi nimekufanyia prank na shangaa umekasirika, umebaha, umetoka pale na hasira umeondoka. Na mimi kwa kweli mimi yule sio mwanamke wangu. Wewe ulikuwa tu hujanielewa, ile ni prank tu mpenzi wangu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine wanafanya prank za kupasua simu, wanaweka green screen, wengine wanafanya za vyakula, wengine wanafanya za kukosea namba. Hivyo mpenzi wangu, niamini. Nisikilize Kichi. Mimi sitaki utani na wewe hata kidogo. Yaani sitaki mazoea ya kijingajinga, utani wako kipumbavu unaoongelea hapa. Prank gani unaoongelea wewe? Au mimi sina akili mpaka unanifanya mjinga na kuja unanidanganya hapa. Prank yupo na mwanamke kabisa ndani, nimekutana naye mwanamke ndani na tumegombana kabisa, tunasema prank. Prank gani hiyo? Sasa Kindege mpenzi wangu, ndio umenikuta mimi na mwanamke ndani. Nakwambia prank uamini. Haya, angekuwa mpenzi wangu usingenikuta hata na kiboxa ndani. Lakini umenikuta nimevaa vizuri, niko smart. Nikasema ngoja nije nimfanyie prank mpenzi wangu. Lakini umefika pale umekasirika umeondoka. Uwezi amini nimetoka pale sasa nimekutafuta sana. Lakini kila nikitoka nje nikipapasa huku na huko sikuoni. Yule mdada uwezi amini ametoka pale amekasirika na amevurugwa. Yaani aamini hata kilichotokea. Mwenyewe mpaka ana wasiwasi kwamba mimi na yeye huenda tumegombana mazima. Lakini mimi nikamwambia usiwaze, yule mimi mpenzi wangu nitaongea naye kitu kitakuwa sawa. Ile ilikuwa prank tu, lakini hakuna uhalisia wote pale mke wangu. Nisikize Kichi, mimi siwezi nikakuelewa hata kidogo. Yaani kwa hicho unachokizungumza hapa siwezi nikakuelewa. Prank gani? Unaona prank zingine zote za kunifanyia, mpaka ufanye hiyo prank ya kukutana na mwanamke ndani. Niamini basi mamangu, mpaka nipige magoti. Nisikilize basi mamangu Kindege. Sasa uamini mpaka hapa mimi napiga magoti hadharani kabisa. Niamini mamangu, yule mimi sio mwanamke wangu. Yaani uko peke yako kwenye dunia yangu ya mapenzi mamangu. Niamini basi Kindege wangu. Wewe shauri yako, utakuja ufe na ukimwi. Ukimwi? Mimi mjanja. Labda ukimwi labda unipe mpenzi wangu. Alafu usinune. Ni Kindege hilo. Ni mke wangu hilo. Unajua mimi nakupenda sana. Yaani nakupenda kinoma noma, hakuna mwanamke mwingine ninayempenda zaidi yako. Na vipi kwanza? Umenisamehe? Mama hilo. Sasa nikashangaa Kindege tangu lini akanikunjia miaka yote. Ndio maana nakupenda Afu ngoja nikwambie kitu. Sasa nikwambie kitu kizuri. Ile Kindege langu hilo. Ndio maana nakupenda mamangu. Yaani hata kama nimekosea vipi, uzuri ni kwamba unanielewa. Lakini hapa nasikia vile tumbo linaniuma, si minyoo ila naisinjai mke wangu. Sijui hata tunafanyaje. We, Kichi tena koma. Tena uishie hapo hapo. Mimi sina hela. Kama maneno yako ulikuja kuniambia hapa ndio uongo wako ili uniombe hela. Mimi hela sina. Tena nimekuja hapa kusikiliza tu, nilikuwa na kazi zangu huko nyumbani, nilikuwa napika. Naomba uniache niende. Hiyo hela sina. Kindege. Ameenda. Sema hata hivyo siwezi kumkomalia kwa sababu bado kidogo tu nigonganishe magari. Yaani alikuwa anakwepana hivi. Nadhani peke kitu kimekaa sawa. Sasa ngoja nimcheki Jeni yule king'anga. Sasa ifanya penda sana yule. Tuone yeye ameipata au hajaipata. Halo. Upo wapi? Fanya tuonane sasa hivi. Yaani sasa hivi nataka nionane nawe sasa hivi. Sawa. Wewe mbona kama mpuzi? Huoni kama unaniumiza au? Taratibu bwana, kama utaki si unasema. Mbona nikandamiza kama hivyo lakini?
Hiyo miguu yenyewe kama ya mtoto hiyo, alafu unaanza kunikandamiza ovyo ovyo. Ukinitoa damu, utaweza kufanya majukumu yangu wewe? Au kama utaki si useme. Hapana madam, naomba unisamehe, ni bahati mbaya tu. Ndio uwe makini sasa. Sitaki uniumize tena. Ukiniumiza unakula kofi. Hapo kwenye huo mguu. Naomba usigue vizuri juu ya hiyo kucha hapo, naona kuna uchafu. Hapa? Yeah. Na hapa. Taratibu bwana. Hapo kwa juu. Hapa. Na hapo. Wewe, tumia kiganja basi. Hivyo vidole vinasaidia nini sasa? Tumia kiganja, osha vizuri mtoto wa kike. Sasa unanioshaje hivyo? Kama mlemavu vile au una mikono mwenzangu? Na osha vizuri. Namna hiyo. Leticia bwana, nakwambia taratibu. Au unataka unioshe na ulimi sasa ili nisiumie? Maana hivyo vidole vyako vyenyewe vishaonekana taratibu haviwezi. Utaniosha na mdomo sasa hivi. Oho. Naona wenyewe mnaoshana miguu. Ndio hivyo tu shoga yangu. Mtu mwenyewe kama unavyomuona. Karibu. Asante sana rafiki yangu. Janeti. Nimekuja kwa ajili ya ule mpango tuliozungumza. Nadhani tunaweza tukaingia na tukaongea kidogo, si ndio? Ni kweli kabisa, uko sahihi na umekuja wakati mwafaka kabisa. Lakini kama unavyoona, huyu binti yuko ananisafisha miguu yangu kidogo. Nadhani kama ungeenda kusikilizia pale dining kidogo, nimalizie na hiki kitu ambacho nakifanya, then nakuja kutuongea. Au unasemaje? Sawa, hamna shida. Lakini mbona mtu mwenyewe anayeosha miguu ipo slow sana? Yaani kama vile anasikia kinyaa au huoni? Tami, tutafanyaje sasa? Mtu mwenyewe ndo kama hivyo. Kilo kimwelekeza hivi anafanya vile. Ukimwambia fanya hivi taratibu anafanya kivivi. Mtamfanyaje sasa? Ndio hivyo tu, yani basi ndio kumstiri tu mtu mwenyewe. Si unajua ana pa kwenda. Nyumbani kwao ukizingatia ni hohe hae maskini. Kwa hatamani hata kurudi. Unajua hizi kazi zingine huyu binti zinamshinda. Hawezi kufanya kazi yoyote humu ndani. Yaani hawezi, zaidi tu ya kwenda huko jikoni kuanza kuhangaika mara kaingia huku katokea huku kachemsha hiki kala. Lakini nachoka mimi jamani. Swala tu la jikoni. Penyewe anachangamkia sana fursa. Ila hizi kazi zingine zinamshinda binti. Kuosha miguu penyewe hajui, sijui anatumia vidole sana anafanya hivi, mara ananikandamiza. Yaani sijui ndo makusudi, sijui ndo hataki, sijui yaani mimi hata simuelewi kwa kweli. Maskini. Mwenyewe kanajiona kapo sawa. Dada, lakini wewe umeniambia nifanye taratibu. Leticia, kwani wewe huwezegi kukaa kimya hata dakika moja tu? Huwezi? Kila kitu lazima ujibu. Au kijibu mwenzangu au unapokea mshahara? Eti wewe huwezi ukasikia tu neno kalipita likapita na upepo hivi likakupita? Huwezi? Naomba nisianze tu kupigishana kelele na wewe, maana tutafikia mbali. Naomba unisamehe dada. Basi rafiki yangu, ngoja mimi niwaache niingie ndani. Basi sawa, nakukuta. Okay, poa. Fanya basi haraka umalize, mimi nataka kutoka. Si umeona kuna mgeni kabisa kule ndani anisubiri au? Sawa dada, lakini hata hivyo naona kama vile tayari. Tayari dakika 2 tayari. Bado miguu yangu hiyo bado haijatakata. Huoni au? Mabinti wengi waga wanapoteza nafasi zao kizembe namna hii. Na kuelekeza hiki unafanya hivi. Nakwambia fanya hivi, unafanya hivi. Safisha kucha zangu vizuri, huelewi. Unadhani mimi nitakupa zawadi gani sasa kwa mfano? Mngekuwa mnasikiliza basi hata mabosi wenu wanavyosema kwamba ufanye hiki unafanya. Yaani bosi wako kashakupa kazi ndogo tu. Nisafishe miguu. Haya, nakuelekeza kila hiki uwezi mwenzangu. Hivi, kama uwezi tu kunisafisha miguu, utaweza kuolewa kweli wewe binti? Uolewe labda kama mimi hivi nipo kwenye nyumba yangu hivi ninamfanya kazi ndo wewe hapo. Utaweza kweli kumiliki hivyo vitu vyote? Shauri yako. Kwa uvivu huo binti, hutoolewa. Halafu nimeshakwambia fanya taratibu. Sije ukaniumiza hapo nikashindwa kufanya majukumu yangu mengine. Halafu fanya haraka. Nina mgeni kule ndani natakiwa nikaongee naye. Sawa.